Alright, habari ya jioni wote. Habari ya jioni wote. Tunamshukuru Mungu wa mbinguni kwa uzima na afya. Ni moja ya utaratibu wangu kuweza kumshukuru Mungu kwa kila dakika, kwa kila wasaa ambao Mungu anakuwa amenipatia. Jioni ya leo nataka tujifunze kitu kidogo hapa. Sio kidogo actually, ni kitu kikubwa sana. Lakini ina deal katika sehemu ya afya. Dada mmoja amenitafuta, ni one of my clients, lakini ni one of my students ambaye amesave hapa namba yangu. So alinitafuta, alikuwa na changamoto ya shida ya kinga mwilini. So jamani, sio kwamba ukimwi. Actually alikuwa na tatizo la lupus. Lupus ni ile hali ya kinga za mwili kuweza kushuka zenyewe automatically moja kwa moja. Yaani kinga za mwili zinakuwa ziko chini. Tatizo la upungufu wa kinga mwilini. So it's not about HIV. So baadaye nikawa nimemuelekeza utaratibu uliopo, na akawa na wasiwasi kwamba hii inaweza ikatibika vipi. Nikamwambia lupus ama kushuka kwa kinga za mwili pia ni sehemu ya ugonjwa wa lishe, manake so siasa kubwa imetokana na vyakula. So nikamuelimisha pale, nikampa elimu, nikampa darasa kidogo. Mwishoni nikawa nimemuuliza swali. Baada ya kuwa nimemuelekeza matibabu na nini, nikamwambia kwenye pesa ambayo huwa unaipata, huwa umeweka kiasi gani kwa ajili ya kuweza kuhakikisha unatunza afya yako? Akanijibu vizuri sana, akaniambia most of the time mimi nategemea bima ya afya. Na hiki ndicho ambacho nataka kuweza kuongea na nyie jioni ya leo. Of course bima ya afya ni nzuri. Bima ya afya inasaidia baadhi ya vitu vingi. Binafsi familia yangu pia ipo kwenye bima ya afya. Hichi ni kitu ambacho lazima tukubali, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo inavyokuwa inaokoa, kama si hela ya mapokezi, gharama za vipimo, hiyo kitu inaokoa, whatever inaokoa. Lakini kwa dunia tuliofika leo, nadhani wote tumeshasikia kwa baadhi ambao mna bima za afya, kuna baadhi ya magonjwa ambayo bima za afya kutokana na serikali yetu na nchi yetu ya Tanzania imeshazidiwa tayari. Yaani kiwango cha kuweza kuhudumia wagonjwa ambao wana magonjwa makubwa, especially watu wenye matatizo ya figo, magonjwa ya moyo, sio moyo umetanuka, moyo sio na mafuta mengi, matatizo ya magonjwa yale makubwa yote unayojua wewe. So kwa hatua sasa hivi hospitali zetu zimezidiwa. Na sio tu hospitali zimezidiwa, maana yake mamlaka ya afya na wanaoshughulika na bima wamekuwa wakielezea hili swala mara kwa mara ili watu waweze kuelewa. So nini ambacho nataka kuweza kuongea na watu ambao mnanifuatilia leo hapa kupitia status. Bima ni nzuri, lakini tuwe na utaratibu kuanzia sasa hivi wa kuweka pesa ya ziada kwa ajili ya afya. Yaani kama unajijua unakula takataka, kama unajijua wewe ni mtu ambaye ujali kuhusiana na afya yako, bima kwa sasa hivi ipe 50%. Naomba nirudie hili. Bima ya afya ipe 50%. Alafu 50% zingine weka pesa pembeni ya ziada, ili utakapopata shida yoyote ya kiafya iwe ni rahisi kwako kuweza kuhakikisha unadili na tatizo moja kwa moja. Let's say umefeli figo zako zimefeli hapa kutokana na ulaji mbovu ambao unaoendekeza. Nini kinachokwenda kutokea? Bima haiwezi kukusaidia automatically. Bima haiwezi kukusaidia issue ya figo right now. Kwa nini? Kwa sababu serikali yetu ina madeni mengi sana sasa hivi. Bima ya afya, bima nyingi zimezidiwa, bado pesa nyingi hazijarejeshwa. So na watu wenye matatizo kama haya, serikali ilikuwa na mpango wa kwenda kuondoa kabisa haya magonjwa makubwa. Sijajua kama mpango huu umetimizwa, sijafuatilia kwa muda mrefu kidogo. So tuko katika hali ambayo everybody anatakiwa achukue tahadhari katika hili. Everybody anatakiwa achukue tahadhari katika hili, lakini pia kuwa na malengo thabiti. Dada huyu alinitafuta, alikuwa na changamoto fulani ya kiafya, ilikuwa ni vidonda vya tumbo. Nikampa gharama almost a year kama sikosei, kama sio mwaka mmoja, almost kama miezi 9 au 7. Hakunitafuta tena.
leo nikawa nimemuuliza, nikamwambia right, ungekuwa serious na afya yako, ungekuwa na uwezo wa kuweka pesa kidogo kidogo tu, ili mwisho wa siku kwa ajili ya kuweza kuhakikisha unapata matibabu kuhusiana na changamoto yako ya kiafya. Lakini up to now hujashughulika kwa chochote. Uko busy na mwisho wa siku issue ya vidonda vya tumbo tunaelewa wengi na wasumbua. Kuna mtu anaweza kusema daktari anaongea ili apate hela sio anweda. No, najaribu kuelekeza namna gani ambavyo ukiwa na changamoto ya kiafya lazima uhakikishe una save una pesa nyingine ya ziada kwa ajili ya kuweza kusaidia vitu ambavyo bima haiwezi kukusaidia. Mimi nakutana na watu ambao ameshabadilishwa dozi za vidonda vya tumbo 3 mpaka 4, dozi mbalimbali za vidonda vya tumbo. Anakwambia nimetumia pesa nyingi, wale ambao wengine wakuta hata bima ya afya hana. Leo anabadilishwa dozi hii, kesho anabadilishwa dozi hii. Kwa hivyo watu wanapoteza pesa, wanapoteza mamilioni. So katika ulimwengu tulionao na hali tuliofikia sasa hivi nchini, sikushauri utegemee bima 100%. Bima ipo 50%, lakini bima unatakiwa ujue inadili na yale magonjwa ambayo ni ya kawaida, sio yale magonjwa ambayo ni makubwa. Kwa hiyo once unapata magonjwa makubwa, automatically unatakiwa utambue kwamba kama unategemea bima utachelewa sana, na kuna uwezekano mkubwa ukafia hospitalini kwa kukosa matibabu au kwa kukosa msaada kutoka kwa ndugu. So that's all ambacho nataka kuweza kushare na nyinyi jioni ya leo. Bima ni muhimu. Binafsi natumia bima na familia yangu, lakini nimechagua kuweza kutunza afya yangu kwa kiwango kikubwa sana. Na naomba tu nisisitize kwamba bima haiwezi kukusaidia katika magonjwa ambayo ni makubwa. Itakusaidia katika magonjwa, utaumwa malaria, utavunjika mguu, na hata baadhi ya operation bima inachagua pia. Sijui kama hilo wengi tunafahamu. Hata baadhi ya operation bima pia inachagua. Kwa hiyo naomba tuchukue tahadhari, lakini pia naomba nisisitize hapa. Unapokea mshahara wa milioni 1, hakikisha unaweka hata shilingi 50,000 nje na bima, ambayo either ikae kwenye account, iwe accountable once unapokuwa na changamoto yoyote ya kiafya. Binafsi kwa mtu mmoja kaniuliza, daktari hujaingia kwenye masuala ya bima. Mimi siwezi kujiingiza huko automatically moja kwa moja. Kwa hali tulionayo sasa hivi nchini, bima ni issue ambayo ni very complicated. Yaani masuala ya kulipwa, malipo ni issue ambayo inachelewa sana. So ukija kwangu manake utalipa cash. Haijalishi unakuja kwangu una figo zimeferi, sijui una shida ya ugonjwa mkubwa wa moyo, whatever, utabidi unilipe cash, huwezi kunilipa kwa bima. So nisisitize kwamba katika pesa unayoipata, hakikisha unaweka pesa ya ziada kwa ajili ya kuweza kuhakikisha changamoto ya kiafya wewe na familia yako na watoto wako, wewe una save pesa nyingine ya ziada. Useme tu kwamba mimi na bima kwa hiyo nitegemee bima 100%. No, imewatokea, nimeshapata wagonjwa wengi ambao waliokuwa na bima, lakini kwa sababu magonjwa waliyopata ni makubwa, bima imeshindwa kuweza kuwasaidia. Mengine bima wanakuambia sisi hapa tumezidiwa, wengine wanasema tutaweza kukusaidia matibabu kwa kiwango hiki, lakini hatuwezi kufika level ambayo ni kubwa kabisa ya hali ya juu ya matibabu. Kwa hiyo naomba tuchukue darasa hilo jioni ya leo na tulifahamu hilo. Naitwa Dr. Kuboja, bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano.